Mwaka 1993 Simba ikicheza finali kwa mara ya kwanza michuano hii ya CAF. Wakati huo haikuwa kazi rahisi, haikuwa shughuli rahisi. Tuanzie ilikuwaje kocha mzawa kupewa timu ambayo ilienda kufika hatua hiyo kubwa ya michuano hii ya CAF? Mchakato ulikuwaje, kwa sababu timu nyingi tulikuwa tunasikia wakati huo makocha wao ni wa kigeni? Mchakato ni kwamba kwa kweli unajua kazi tunaofanya ya kufundisha vijana ni kazi sawa na mtu anayefanya kazi mwingine, lakini nataka huyu mwalimu awe kidogo na uelewa zaidi kuliko wale pengine anayowafundisha. Na kwa kweli unajua katika fainali ya mashindano haya makubwa tungeweza tukafanikiwa, ilikuwa lazima sisi tuwe wa kwanza katika kuhakikisha kwamba tumefanya vizuri kwenye hayo mashindano. Sasa wachezaji walijitambua, na bahati nzuri na kwamba tulikuwa na wachezaji. Wewe tuanzie hapo, ilikuwaje mpaka ukapata nafasi ya kuwa kocha mkuu? Mimi nimesoma na vyeti vya kufundisha mpira, na mimi nimesoma tangu mwaka gani? Tangu mwaka 80 nilienda Ujerumani, nilienda Brazil kusoma mpira huo, nimeenda na nchi zingine. Kwa hiyo ni kazi ambayo naijua, na ni kazi ambayo nimesema nimecheza mpira. Sasa ni kile nilichokipata. Tena nashukuru kwamba serikali ilinipa nafasi. Mimi nilipata scholarship nikaenda Ujerumani kusoma. Sasa nikasema midamu nimepata kitu hichi, kwa nini na mimi sikigawe kwa wenzangu? Kwa hiyo ile elimu yangu nilikuwa napenda kuitoa kwa wachezaji, au mtu akija akinishauri anataka kujua jambo la mpira naweza nikalani. Na kwa kweli ukiutizama mpira ni mchezo, sio mpaka uende chuo kikuu, sio mpaka uwe na madigiri kucheza. Mpira unaweza ukacheza kwa ukiambiwa au kwa kuona. Ukimwona mwenzio anafanya kitu fulani na kina faida au kina matunda mazuri, na wewe unaweza kukifanya. Ilikuwaje wakati huo timu ambayo ilienda kucheza finali hiyo ya CAF ilikuwa na wachezaji wote wazawa, hapakuwa hata na mchezaji mmoja raia wa kigeni? Zamani ilikuwa tunatumia sana vijana watu wa nyumbani, sio nje, na kwa kweli ilitusaidia sana. Kutusaidia ni kwamba ilikuwa mtu anapata ajira pengine, maki pale ukifanya vizuri, ingawa sio kwamba walikuwa nalipwa mishahara, lakini ilikuwa mtu anapata heshima, watu wanakuheshimu, wakikuona umecheza watu wanakupenda. Mtu anaweza kukusaidia tu hivi, anaweza kukuta njiani unatembea, labda ulikuwa unatembea kwa miguu, akakupakia kwenye gari, kibadeni njoo upande, unaona vitu kama hivyo. Sasa labda kikubwa ambacho mimi nasema tumekifanya ni kwamba kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, ili mradi tufike kwenye mahali ambapo hakuna mtu mwingine, timu nyingine imeweza kufika. Na kwa kweli tuliongea na vijana wakasema tukotea nao. Nakumbuka Katule Azim Deuji alituhamasisha, alituambia kwamba mkishinda kila mmoja atapata gari Kia. Azim Deuji alitamka. Sasa kila mmoja kanafikia sasa ngoja tukapambane. Lakini tulipokwenda kwenye ile mechi ya kwanza, tunajua tulichezea Algeria, ile ya kwanza. Tulikwenda kucheza, tukacheza kule, tukatoka na draw. Kwa maana tukawa na uhakika kabisa kwamba hii mechi nyumbani tunakuja imaliza kama hii mashindano yalokuja sasa hivi. Sasa watu wakaanza kujiaminisha kwamba wao washakuwa mabingwa tu. Simba wenyewe walishatengeneza makanga na nini, vitu vyote, Simba bingwa wa Afrika, Simba bingwa nini. Sasa wengine hawana subira, wakawa wanasema pesa sio kwa kificho tena. Kwa hiyo matokeo yake kwamba tuliingia pale kwa na uhakika kwamba tunachukua kikombe. Sawa. Zoea kusoma au kuona rekodi kwa wakati huo timu ambazo zinafika finali ya michuano hii ya CAF ni nzuri au ni imara kwenye eneo la kiuchumi. Hebu tupitishe, Simba ilikuwa bora kwenye maeneo gani wakati huo hadi kuweza kufika hatua hii kubwa ya michuano hii ya CAF? Kubwa, unajua wachezaji wengi
hawajitambui. Kujitambua kwamba kujua ule ubora aliokuwa nao autumie vipi. Watu wanampenda. Sasa ukiwa watu wanakupenda, usiwakere tena ukawa na tabia labda mbaya au ukawa na majivuno kwa sababu unajua kitu fulani. Lakini sisi tulipokuwa tukicheza wakati ule, mtu unataka kushindana na mwenzio. Kwa mfano mimi Yanga labda imecheza mechi, Sande ndo mtu wangu wa karibu, Sande amefanya jambo fulani, sana mimi kesho kutwa lazima nikienda kucheza nikalifanya jambo fulani. Kwa hiyo ilikuwa watu tunahamasishana, kuhamasishana kufanya vizuri. Wewe ukiwa kocha kwa wakati huo mwaka 1993 timu inaenda kucheza fainali michuano hiyo mikubwa ya CAF. Tumezoea kuona timu ambazo zinafika hatua kubwa ni zile ambazo zina nguvu kiuchumi, kutoka Misri na nchi za namna hiyo, Algeria, pengine na nchi zingine kwa wakati huo ambazo zilikuwa na nguvu za kipesa. Simba kwa wakati huo ilikuwa na nguvu kwenye maeneo gani hadi ikaweza kufika kwenye hatua hiyo kubwa? Simba kwanza, wachezaji wenyewe walikuwa kila mmoja anataka kujulikana, kila mmoja anataka watu wamtambue. Kwa hiyo hilo lilifanya tuwe na timu nzuri ya kiuchezaji. Halafu pia kulikuwa na usimamizi, hata wasimamizi wenyewe, viongozi wetu kina Azim Deuji hawakuwa watu kidogo, lakini walikuwa na uwezo wa kuweza kusaidia. Wakati yule mtu unapata ukifunga goli mtu anaweza kukupa 5,000, 10,000, sio nyingi lakini unapata. Na alafu wachezaji wenyewe ilikuwa ni rahisi kuambilika. Kwa mfano mchezaji tunamwona huyu mwenzetu mzuri, lakini sasa wiki hii kwenye mazoezi anafanya nini, tunamwambia kwa sisi wenyewe wachezaji, bwana utatuharibia sasa malengo yetu. Kwa nini leo hujaja mazoezini, au kwa nini unachelewa, au kwa nini unakunywa pombe? Ilikuwa mimi nikikuta tunapita mali mchezaji yuko baa, mimi nilikuwa captain wakati huo nilikuwa nafundisha, nikimkuta tunagombana mimi na yeye. Kwa hiyo kulikuwa na kuhamasishana na kupeana moyo, wote si tunajuana. Alafu sasa utakuta mchezaji anakaa labda Ilala, mimi nakaa Ilala. Mimi naweza kama mwalimu lazima nimjue babake nani, mamake nani, anaishi vipi. Lazima niende napita nyumbani kwao kutaka kujua huyu ana nini gani. Pengine anakuja tabia zake sio nzuri, harudi nyumbani. Sasa vitu kama hivyo tulikuwa tunavisimamia sana. Unakumbuka safari ya Simba mpaka kufika finali, unaweza kutupitisha kidogo? Labda ilianzia hapa, alicheza na hapa, tulikutana na ugumu hapa tukavuka, tukutana na wepesi hapa tukavuka, hadi kufika mechi ya finali. Lakini hapo siwezi kukumbuka sawa, ila ninachokumbuka tu kwamba kwanza mimi mwenyewe mashindano haya nilipoingia ni Simba walikuwa, sikuwa mimi mwalimu wao alikuwa Ntene Shente kutoka Ethiopia. Halafu alikuwa na sikumbuki nani akimsaidia pale. Sasa walipokwenda mechi ya kwanza iliyocheza Msumbiji wakaipoteza. Walipokwenda kucheza mechi ya kwanza hawakuifanya vizuri. Kwa hiyo waliona kwamba huyu mwalimu lazima asaidiwe. Walichokifanya Simba, mimi nilikuwa na shughuli zangu, wakaniomba niende nikaendelee kuwa kocha mkuu. Kwa vyeti navyo vinaruhusu. Kwa hiyo nikakubali. Kwa hiyo nikaanza kufanya hiyo kazi nikiwa kocha mkuu, msaidizi wangu Ntene Shente kutoka Ethiopia. Hata yeye hakuamini kwa sababu aliponiona labda mdogo na nini, akaona kwamba kweli mimi nitafanya kazi chini ya huyu bwana. Lakini kadri ninavyofanya kazi siku ya kwanza mpaka siku ya pili, akaona pengine pale naye anaweza kujifunza kitu. Kwa hiyo tukashirikiana vizuri pamoja mimi na Ntene, na viongozi walikuwa hawanipi tabu, walinipa madaraka kabisa kwamba bwana, mchezaji akiwa na jambo unaweza ukalitatua au kalileta kwetu. Na kweli ilikuwa wachezaji kama mimi tatizo la kifamilia au nyumbani, akiniambia mimi nikiwaambia kina Azim, nikija kuongea na wakati huo kulikuwa na Priva Mtema, marehemu, Mungu amweke mahali pema, katibu, alikuwa mtu sawa kabisa. Ikawa ananisaidia kutatua matatizo ya wachezaji. Sasa wachezaji wakishakuheshimu, wakishakuamini, wanakufanyia kazi yako vizuri.
Sawa, tuje sasa kwenye mechi yenyewe ya fainali. Tumezungumza na baadhi ya watu, pengine wewe ndo ulikuwa kocha mkuu. Sasa mechi ya fainali ya kwanza inaelezwa ugenini tulicheza vizuri, ingawa mchezo ukamalizika kwa suluhu. Tulitengeneza nafasi nyingi za kufunga, hatukufunga. Tulikamata mchezo kwa kiasi kikubwa. Maandalizi yalikuwaje na ni nini ambacho kilisaidia sisi kwenda kufanya vizuri mechi ya kwanza ugenini? Mechi ya kwanza malengo, tulikuwa na lengo kwamba tuhakikishe kwamba sasa tunachukua hichi kikombe na tukapambane ikiwezekana, na kwa kama nilivyosema tulianzia mechi ya kwanza away tukarudi kumalizia nyumbani. Kwa hiyo tukajaribu kuongea na vijana kwamba kila mtu mwenye tatizo lake na nini. Kwa hiyo aliseme kabisa tunachotaka kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri tunapoenda. Na kwa kweli tulipokwenda kule tulifanya vizuri, tuliweza kutoka nao bila kufungana sare. Kwa hiyo ilibakia mechi ya mwisho kuja kuimalizia nyumbani. Sasa kubwa lingine ninachotaka kulisema ni kwamba kwa kweli tulipata msaada mkubwa sana Zanzibar. Zanzibar ndio kambi yetu, kituo chetu cha kutokea kule tunakwenda kwenye kucheza, kama tunacheza nje au lakini ilikuwa lazima tuende Zanzibar. Na mimi ni muumini sana wa dini yetu ya Kiislamu. Napenda sana kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele katika kazi au katika jambo lolote. Sasa utakuta Zanzibar siku ya Ijumaa timu iko kule wakati huo. Timu ya Ijumaa ukienda mtu msikitini kusali, basi katika dua zinazoombewa pale wanaichanganya na Simba. Unaiombea nchi, unamwombea labda viongozi na nini, lakini tena wanaikaitumbukiza na Simba katika nini ipate ushindi kwenye wanakokwenda. Sasa jambo lile limenipa moyo sana. Limenipa moyo ni kwamba likawa linasaidia sana hata vijana wenyewe wale wachezaji kwamba wanasaidiwa kuombewa Mungu kuombewa kwa Mwenyezi Mungu wapate mafanikio. Kwa hiyo ilikuwa nawashukuru sana, na hizo dua zao ndo ziliweza kutusaidia kufika hapo tulipofikia. Ni dua. Sawa. Matumaini ya watu yalikuwa makubwa, kama ambavyo umesema kanga ziliandaliwa na vyanzo vinasema kwamba mtu ulikuwa ukinunua tiketi kuingia uwanjani unapewa na kanga. Tayari watu walikuwa shaamini kwamba Simba inaenda kutoa ubingwa kwa sababu ugenini suluhu ikicheza vizuri inakuja kumalizia mechi uwanja wa nyumbani. Na inaelezwa wakati huo falsafa ilikuwa ile uwanja wa nyumbani hatoki mtu. Yes. Pengine unaweza kutupitisha maandalizi yalivyokuwa kwenye hiyo mechi, kwa sababu pia vyanzo vinasema maandalizi hayakuwa mazuri, wachezaji walikuwa na movement nyingi tofauti na zile ambazo walihitajika zaidi kwenye eneo la mbinu mpaka kuja kwenye mechi yenyewe. Sema kulikuwa na usumbufu, nasema wakati mwingine ni usumbufu. Usumbufu ni kwamba watu wageni wanataka kuja kuwaona wachezaji. Sasa hawatizami muda gani wa kuwaona wachezaji. Wakati mwingine mnakaa mmepumzika labda saa 9, saa 10 mnaitwa kukaa kikao, mje mkae watu waone, au wengine wanataka kuombea. Sasa ile usumbufu mimi nafikiri mmoja wapo umechangia kutokufanya vizuri. Kama ingelikuwa mpata watu unaweza kukaa pengine mmelala saa 5 au saa 6 usiku, unaweza kuja mtu akwambia bwana mnatakiwa kuna jambo linatakiwa kufanya au kuna jambo watu wanataka kuwaona, wageni wamekuja. Kwa hiyo ile usumbufu, na alafu ile tena kuwa na kujithibitishia kwamba tayari tumeshapita, kwa hiyo kidogo imetupunguza nguvu. Ya pili, watu wakiamini sasa tunaenda kuchukua ubingwa. Kwa nini uliamua kuanza nao wachezaji? Uliingia na mbinu gani kwenye hiyo mechi? Ilikuwaje tukaruhusu mabao mawili hivyo vyote? Sasa kubwa katika mechi ambayo ya mwisho ambayo wamekuja kucheza tunachezea nyumbani. Sasa kwanza ilikuwa mtu na furaha zaidi kwamba tunalimalizia hii kazi nyumbani. Nyumbani kuna ushangilio na watu wengine, ushangiliaji nao unakusaidia, unakuongezea nguvu. Watu wakishangilia unapiga kelele pale, unajitahidi wewe usifanye makosa. Sasa sisi tulipoingia kiwanjani, wachezaji wakajua tu kwamba basi kwa kuwa kule tumetoa draw, basi hapa
panikiwa. Kwa hiyo wachezaji tayari walikuwa washajiamini yani, overconfidence maki kwamba hapa lolote tuko nyumbani bwana. Sasa mpira hutaki hivyo. Mpira bwana, unaweza ukashangaa wewe ulikuwa mzuri kwenye mazoezi au kwenye nini, lakini umeingia pale hata pasi moja au shuti moja, kama ile tulocheza, maana hata shuti moja dakika mpaka 20 wao wameanza kupata goli mapema. No, wao walianza kupata goli mapema dakika hiyo ya 10 15 wakapata goli la kwanza. Sasa pale watu usiokuwa sawa sawa unaanza kuchanganyikiwa, na kwa kweli hilo la kwanza ndio hilo ambalo limetupata tabu sana. Wachezaji walikuwa overconfidence kabla kwamba nini tayari, kumbe ilikuwa lazima tupambane, uhakikishe mpaka filimbi ya mwisho inalia dakika 90 ndio mtu unaweza kwa nini. Kwa hiyo vile vyote tulivyowaambia mkafanye hivi havikufanyika. Mtu anatoa pasi, ndio maana kwamba utakuta mtu badala ya kwenda mbele yeye anarudisha nyuma, baada ya kumpa mwenzio aweze kumaliza vizuri, wewe humpi unachokifanya. Kwa hiyo nayo inataka vijana wetu kwanza wajue kwamba Watanzania tunawategemea wao kutuletea heshima hii. Tutakuja okay. Mechi sasa watu wameamini kwamba hii mechi tunaenda kushinda. Tayari watu washaandaa vitu vya kusherekea, kanga na vitu vingine uwanjani, watu wamejaa. Imemalizika sasa kwa kupoteza nyumbani na kupoteza fainali. Athari zake ambazo unazikumbuka kuanzia kwako wewe, pengine labda na familia yako, wewe kocha mkuu na familia yako, technical bench yako, wachezaji, na athari zote ambazo zilitokea pale, unazikumbuka? Watu waliumia sana. Tena mimi naanzia kwa Azim alikuwa analia pale kwenye benchi. Filimbi ya mwisho inamaliza, Deuji analia. Tena sio kwa kificho, analia na kwikwi, maana yake ndani analalamika kwa kile ambacho kilichotokea. Lakini kwenye mpira hilo jambo sigeni, unaweza kujipanga vingine lakini matokeo ukayakuta mengine. Lakini mimi nachosema kwamba kwa mechi ya wenzetu wanakuja kucheza hii tunaocheza sasa hivi hapo sasa maki lile lilishatokea, tulivyopanga sivyo ilivyokuwa. Na mtu unapanga leo nitafanya 1 2 3, lazima ujitambue kwamba mimi nitakuwa leo nitapiga sana, kila nikipata nafasi sitotoa pasi nitakuwa napiga. Sasa vyote vimefanywa, imeshindikana. Kwa hiyo hakuna njia nyingine sasa pale ya kujiokoa. Wachezaji wako walikutana na changamoto gani hiyo siku? Usiku kabla mchezo? Hiyo siku yenyewe ya mchezo, kwa ulivyoona walikutana na changamoto gani? Hawakuamka vizuri, walicheza vibaya, walizidiwa ubora? Wachezaji wako wote 11 ambao walipata nafasi ya kucheza, kwa kweli kupoteza ile mechi mpaka leo nasema sijajua kwa nini sisi ile mechi tumeipoteza. Haiji kwa sababu tulipotoka kwao tulijua hii kazi imeshamalizika. Sasa leo kuja tena pale ukuta kwamba watu wanacheza sivyo ndivyo, ni tatizo. Na ni tatizo kwamba mchezaji asipocheza kwenye performance yake, akiwa anacheza vile umeombea vingine anafanya vingine, siku zingine anafanya vingine, siku nyingine anakufurahisha mtu, unamwona kile anachokifanya. Sasa sijui ile mechi iliingiliwa na kitu gani mpaka tukapoteza mbele ya rais. Alikuwepo Rais Mwinyi, ndio alikuwa mgeni rasmi. Kwa kweli siwezi hata kuifikiria ni ile mechi kama ile, haijanitokea tangu nikicheza. Labda nikicheza, ukicheza unaweza kusema mimi napambana nikaokoe. Wewe mwenyewe unaweza kuwa unajitambua kwamba hapa bila mimi au bila kufanya hivi hatuwezi kupata mafanikio. Mtu unapambana, lakini sasa uko nje, mwisho unaishia kusema tutafanya kitu gani. Sawa, na kukabidhi tena sasa mechi ya nyumbani, vitu gani ambavyo vinahitajika kufanyika ili kuhakikisha tunafanya vizuri na kuchukua taji hili? La kwanza, wana Simba, natumbia wana Simba watusaidie kumwomba Mwenyezi Mungu. Tukiwa wengi inapendeza sana. Na ukisha wana Simba na waomba tena na Tanzania, kwa sababu sisi tunawakilisha nchi. Kwa hiyo watusaidie, dua zao zitatusaidia. Na wote tukiwa kitu kimoja, wallahi mimi nakwambia Mwenyezi Mungu atatupa. Na si kazi kubwa sana. Unaweza kukupeleka kule mkatoka draw au mkashinda kule. Tunaweza kazi hii tunapiga kelele hapa ikamalizikia huko Morocco. Wakienda kule wakapata goli 1, goli 2, tukirudi nyumbani itakuwa rahisi sasa ile kuzuia moja kwa moja.
Maki ilikuwa tuje tushambulie, lakini sisi tukashambulie kwao, tuwashangaze wenyewe, wapate tabu kuja huku, wajue tutakwenda kucheza mpira namna gani. Na mimi wallahi nasema nina imani kama kweli watu wote tutaombeana kheri, kazi ndogo itakuwa kwa wachezaji. Nataka na wachezaji waambiwe kwamba sasa hivi sio wao, hii ni taifa, tunalitengeneza taifa yetu Tanzania. Mama anajitahidi bana kutusaidia, anatupa usafiri kama huo, kuna hela sijui kama kuna mpya tena kazitaja kwa mechi hii tukifanya vizuri. Kwa hiyo vijana wajue kwamba Watanzania tuko pamoja nao, watusaidie kutuwakilisha na kutuwakilisha kile wanachokijua, na wanajua, kwa sababu mimi nilikuwa sifuatilii mechi za Simba zikichezwa, lakini sasa hivi naona department yote kuanzia goalkeeping mpaka huko kwenye washambuliaji wa mwisho wako vizuri. Ila siwezi kusema tu awecheze nani na nani na nani, kocha wenyewe watajua, lakini hatuna shaka. Zamani kwa nasema kwamba Simba bwana hapa katikati pagumu nyuma, lakini sasa hivi pako vizuri, wanaona wanaocheza wanacheza vizuri. Kina Kapombe na mwenzake Shabalala wanakwenda vizuri, wanasaidia sana, na hao nafikiri watatusaidia zaidi kufuatana na uzoefu wao. Na ukitazama performance ya injua kwamba age inakwenda, lakini wako vizuri, wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tuungane tangu sasa, usingoje kishukutwa, tuanze kumuomba Mwenyezi Mungu kuanzia sasa hivi. Wale ambao walikuwa waendi misikitini waende makanisani, waende wakafanye dua kwa ajili ya kupata heshima hii ya kupata kombe hapa nyumbani. Sawa, wakati ulicheza eneo la ushambuliaji, kwa maana winga namba 10, inazungumzwa umecheza sana kwenye hayo maeneo na umefunga sana. Pengine tuna wachezaji wa sasa wanaocheza kwenye hayo maeneo: Kibu Denis, Elim Panzu, Rodaki Chasambi, Joshua Mutale, Lionel Ateba, Jean Chazawa, Steven Mkwala na wachezaji wengine wanaocheza kwenye hilo eneo. Pengine nini ambacho unaweza kuwashauri au kuzungumza kwa niaba yao? Hayo majina yote ulionitajia ni wachezaji, mimi nasema wakubwa, ambao tumewachukua nje, wamekuja hapa na huko kwao wanachezea mpaka timu zao za taifa za nchi yao. Na hilo ndo jambo kubwa moja la kufuatilia, kwamba kama unataka kuleta mchezaji mgeni, basi aje kwenye ngazi ya juu, sio tena aje ajifunze mpira kwetu sisi. Tunataka watu hapa waliokuwa tayari, kama kufundisha tufundishe wa kwetu, wale wakubwa aje watusaidie kutupa nguvu. Kwa hiyo mimi nawaomba viongozi wa Simba watu atusaidie kuambia vijana tuna kiu ya aina gani ambayo tunachotaka kwa mashindano haya, acha hayo mengine. Tunazungumzia hilo. Mimi hata hizi mechi wanazocheza za ligi kuja kumalizia kwa heshima ya mechi ile, mimi ningesema tukae concentration yetu iwepo kwenye mchezo huo unaokuja, kuliko kuingia tena kushindana na nani na nani mechi 2-3. Tungikaa wote tukaakili yetu iko pale. Sawa. 93 ulikuwa ndio head coach. 2025 head coach ni Fadlu Davis. Nakupa nafasi pia kuzungumza na Fadlu, kumshauri, kusema kitu kwa ajili ya Fadlu kuelekea mechi hizo 2 za finali. Kwanza nataka nimpongeze mimi binafsi kwamba anafanya kazi yake vizuri, na pia mimi nafikiri kwa kuwa sidhani kama anasikia Kiswahili sawa sawa, kama watu nasema kwamba kuna watu wengine wanataka wao, maana naona watu wengine wanalalamika wanachelewa kufanya substitution, sijui anachelewa kufanya hivi, kwa nini asimweke fulani. Ukisema hivi watu mnakosea. Yeye anajua, na wasaidizi wake wapo, kina Matola wapo, wanaweza kumwambia. Na kama sidhani kwamba kuna mwalimu mwingine mbishi, ukimwambia jambo hawezi kukusikiliza. Lakini mimi nachomuomba, kwa kutaka kupata heshima ya Tanzania na klabu yetu ya Simba, na yeye atusaidie kuongea nao vizuri vijana watamsikia, awaambie, asichoke kuambia kwamba nini tunahitaji hii nafasi. Sasa hivi tumeishia kwenye nusu finali, robo finali, sijui finali mara moja. Kwa hiyo hii nafasi Mungu naye kwa nini yake yeye azidi kumomba Mwenyezi Mungu apate hiyo nafasi ambayo wa Tanzania tunahitaji kwenye timu yetu ya Simba. Natamani kuona Fadlu anaanzaje au anakuja na mbinu gani kwenye mechi ya nyumbani?
asiwe na fikira za kutaka kuzuia. Mimi naomba fikira kubwa ambazo tunazozihitaji, tuna kitu kikubwa tunachokihitaji kuhakikisha kwamba tunacheza mpira. Mchezaji ana mambo mawili ya kufanya, kuzuia na kushambulia. Kwa hiyo dakika hizo 90 hakikishe kwamba panapotakiwa kushambulia awepo kwenye kushambulia, na akimaliza arudi. Nafikiri wana pumzi ya kutosha za kuweza kufanya ile kazi. Maana mwingine tuenda kipindi anachoka. Sasa hivi sidhani kwamba wanachoka. Kubwa ni kuhakikisha kwamba tunataka kushinda. Yeah. Mashabiki kuelekea mechi ya nyumbani pia. Mashabiki waje kwa wingi, hasa kwa hii mechi ya nyumbani. Tena tuijaze ule uwanja kabisa, na tena nafikiri mara nyingi kuna wakati wanasema bure, na sio, tuiachie iwe bure kuiona hiyo mechi, kwa sababu tunakwenda kutaka kitu. Dua zao kwa wingi zitatusaidia. Kwa hiyo amin.